anaitwa mzee Jafari. Huyu mzee bwana ana changamoto. Wakati huu amekuwa ni mzee ambaye anatangatanga na landalanda maeneo mbalimbali, akilaumu kuhusu familia, watoto ambao anadai ya kwamba wamemtelekeza. Watoto wake kweli ni watu wenye kipato kidogo, Mungu amewajalia, amewanyoshea mapito kidogo hapo. Kwa hiyo wana kitu. Sasa hivi sio wale ambao walikuwa wakitangatanga maisha magumu, hali si nzuri. Ni watu ambao sasa hivi status yao kidogo inaridhisha. Lakini baba yao anaishi kwenye kijumba fulani mahali na anaishi kwa ufadhili tu. Hiyo sio nyumba yake, hajaweza kupanga kwa sababu hana uwezo huo wa kupanga. Lakini watoto ambao nawazungumzia na watoto ambao maisha yao yapo yana unafuu kidogo. Ni watu ambao wana uwezo wa kubadilisha mboga, wana makazi kwa maana wamejenga, lakini pia mambo madogo madogo inshallah Mungu ametenda. Lakini baba yao kutwa amekuwa ni baba mwenye kulalamika. Kwenye vijiwe vya kahawa na wazee wenzie amekuwa akizungumza ubaya wa watoto, kwamba watoto hawamjali, watoto hawampigii simu, hawamjulii hali, wamemtelekeza. Lakini swali, kuna mzee mmoja akawa amemuuliza huyu mzee, anamuuliza, ulifanya nini kwa wanao baada ya kuwazaa? Ulifanya nini kwa wanao baada ya kuwazaa? Huyu mzee anashangaa, kwani kuwazaa si inatosha? Kama niliwazaa maana yake wanapaswa kufahamu, inatosha tu kujua kwamba tuna baba, hatujatoka kwenye mti. Lakini yule mzee alisema, hili swali bado hujanielewa. Hili swali bado hujanielewa. Hii ni homework kwako. Tukikutana tena kwenye kijiwe cha kahawa kesho, utanijibu vizuri. Ulifanya nini baada ya kuwazaa?